tujifunze neno lako kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, tukusikie wewe na tukujue, katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wetu. Amen. Karibuni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninataka kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yangu. Ninajua kwamba tunaendelea katika safari ya mwongozo ambao unatuongoza mhula huu, kwamba tuwe na furaha wakati wote. Bwana asifiwe. Na siku ya leo, ama siku iliyopita ya Jumapili iliyopita, tulimalizia kitabu cha Habakuk. Na sasa hivi tunaanza kitabu cha pili. Cha pili ni gani? Kitabu cha Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi. Na leo katika daftari zenyu za kusoma Biblia, ukiangalia tunaongea juu ya Injili iendelee. Na pia imeandikwa katika lugha ya Kiswahili. Mliona hivyo? Kwa hivyo mkienda kwa Bible study mfanye na Kiswahili. Huo ndio mwongozo ili tuweze kufanya Kiswahili kitukuzwe. Amen. Hiyo ndio lugha yetu ya taifa. Na leo tunapoangalia kuhusu Injili kuendelea, Paulo ni mtu ambaye alikuwa amefungwa kwa jela. Na anapowaandikia Wafilipi, anawaandikia hata katika ile hali ya mateso ambayo alikuwa anapitia. Na badala yake mwenyewe kupiga kelele, yeye anasema nafurahi katika kila jambo. Bwana asiwe sana. Na anasema hata kama amefungwa, Injili haiko katika minyororo. Mnasemanga amina lini? Bwana asiwe sana. Yeye mwenyewe amefanya nini? Amefungwa, lakini Injili iko uhai. Sababu kuna jinsi vile watu hufikiria kwamba kuna wakati Injili ya Yesu Kristo itakosa nguvu. Mimi nimesoma Biblia, sasa ninaanza kusoma mara ya 8. Kutoka mwanzo hadi mwisho. Na kila wakati ninaposoma Biblia, mimi hustuka kuona neno ambao sijai kuona. Hivyo ni kusema kwamba neno la Mungu huwa mpya kila wakati. Kwa hivyo Injili ya Yesu Kristo ambao tunaihubiri, hakuna wakati ambao inafika unachoshwa nayo. Wengi wetu hapa ni wasomi, na tunaposoma a novel ama unaposoma kitabu, hauna dhamani tena ya kuisoma. Hata unapoona movie, hata iletwe tena, unasema hii nishaona. Hata wale ambao wanapenda mpira, ukiona replay, unakuanga unajua ni 2-1. Unless ujue tu vile hiyo 2 iliingia na 1. Kwa sababu hiyo kitu nishapita. Lakini neno la Mungu inakuwa mpya kila siku. Hallelujah. Kwa hivyo tunaposema Injili iendelee, Paulo anasema hivi: hata katika mateso, yeye mwenyewe ameshikwa, amewekwa jela, hata katika hali yake ya kuteswa, Paulo akiwa kwa minyololo anasema kwamba Injili ya Yesu Kristo bado itaendelea. Kuna wengine kule ambao wanaitangaza. Tukifika wakati wa retire, sio kwamba elder wetu wanaretire, Injili inaishia hapo. Injili bado itafanya nini? Na hii kanisa imekuwa na watu vigogo. Wengi wale wazee kama mimi wanajua vigogo waliyekuwekwa akina John Gato na wengine, si ndio? Hatukuwa tunaona kama kanisa inaweza endelea bila wao. Lakini walipoondoka, Injili inafanya nini? Hata Yesu Kristo mwenyewe alikuwa nasi hapa kwa miaka 30. Na alipotoka akaenda mbinguni, Injili inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Paulo anasema hapa kwa Wafilipi ni kwamba akiwa katika minyororo anasimamia nguvu ya Injili. Na watu wanapomuona akiwa amefungwa, wanapatiwa nguvu ya kuhubiri Injili hiyo. Baada ya kudhoofika mwili yao, baada ya kukosa tegemeo, wakijua kwamba amefungwa kwa sababu ya Injili, hata ndio zaidi wanaenda kulihubiri Injili hii. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo wapendwa katika Bwana, ni vyema kukubali kwamba katika hali yoyote ya maisha, hata kama unapitia magumu kama vile Paulo alipitia, katika magumu yale Injili inaendelea. Hata katika wakati wa furaha, sababu kuna watu hufikiria kwamba
ninapokuwa na furaha ndio Yesu anatukuzwa. Hapana, hata ninapokuwa na shida. Tumewahi kuona hata kwa mazishi, wakati wako na uchungu, na wakati huo ndio watu wanasikia neno. Leo mmesikia mwenye kurudisha shukurani amesema katika hali yetu ya dhiki tulipatiwa neno la tegemeo. Au sio? Katika kila hali. Bwana asiwe sana. Jambo la pili, anaongea kuhusu, na sijui PowerPoint ilienda wapi, wale watu wa media walikuwa Mombasa. Haya, sawa. Anasema haijalishi hali ambayo watu wanahubiri. Sababu anasema Paulo, kuna watu wanahubiri injili hii kwa wivu na ugomvi. Na mmewahi kuona hayo. Hata mimi wakati mwingine nasimama kwa pulpit ama na niko pale nimeketi, lakini naona huyo mtu anahubiri kama analenga mtu kwa ugomvi. Ni kama walikosana, alafu wanakuja hapa anasema, nyinyi watu wa Baraka District. Sasa najua anawaegemea. Ama nyinyi kina mama. Sana wale watu ambao wana shida ya agenda, akija hapa kuhubiri nasikia anasukuma kina mama sababu hawapendi. Ama mama anakuja hapa anasukuma wanaume. Hata kama atawasukuma kwa hii pulpit, katika njia ya ugomvi, hata katika njia ya wivu, Paulo anasema injili inaendelea. Bwana asifiwe. Anasema kuna watu wanahubiri kwa nia zao wenyewe. Na mmeona haya katika nchi yetu ya Kenya, kwamba kuna wachungaji hapa taoni yetu wanahubiri wakipaka watu pomegranate. Inaitwa nini? Pomegranate ni unaambiwa uweke miguu yako kwa karai, alafu unapakwa hapa hiyo. Alafu hiyo najua pamoja milikio kwa maji inaanza kuwa kama damu, na unaambiwa haya angalia miguu yako. Ile damu yote ilikuwa hapo imefanya nini? Na watu wanakimbia kule wanatolewa damu kwa miguu. Lakini hata katika hali hiyo ya kutoa 310 ya pomegranate ama yoyote ambao unasema ni pomegranate hiyo yoyote, watu husikia neno. Mmejua pia hapa taoni yetu kuna watu ambao pia unatoa sadaka wanaishika wanasema, sasa hii ni umetoa, unaongo na hiyo mashilingi. Si umeona hiyo maneno? Lakini hiyo kanisa bado imejaa. Haleluya. Ni kwa nini? Injili lazima ifanye nini? Injili haitembei kupitia kwa ule mtu ambaye anahubiri. Amen. Injili yenyewe inatosheka, inatosha. Hiyo ndio right word. Inatosha kubadilisha watu hata kama yule ambaye anahubiri ana nia mbaya. Bwana asifiwe sana. Na anasema kuna wengine wanahubiri kwa nia mzuri. Paulo anasema hapa, wanapohubiri, wanaposimama hapa, kuna nia mzuri ambao wako nayo. Kama mtu mwingine alikuja hapa juzi na nia mzuri tu ya kututoa katika traditional religion. Semeni amen. Sio ni nia mzuri. Hata katika hiyo Yesu anafanya nini? Anahubiriwa. Na kuna wakati mwingine mtu anaweza kusimama akiwa na sauti nyororo. Katika hiyo sauti nyororo bado Yesu anafanya nini? Na kuna wengine kama mimi ambao wako na sauti gumu kidogo, sababu ya nguvu ya mwili. Sababu hakuna lingine, ni mwili tu, kwamba mwili wangu uko na kifua yangu ni kubwa kidogo. Kwa hivyo naweza rarama. Hata katika mraramo huo injili inafanya nini? Inaendelea. Katika kila hali. Ili watu wasikae wakafikiria kwamba injili ni mtu. Ni kama tu mambo ya ushirika mtakatifu. Ninapokuja hapo kuwapatia ushirika mtakatifu, huo ushirika sio ule anayepatiana, ni ushirika. Hata kama mimi ni mwenye dhambi, bado mtabarikiwa. Hamjasikia hiyo? Haleluya. Ndiposa hata wakati wa November, wakati watu walikuwa wanaenda the day of atonement kupeleka dhambi zao, hata mwenye kuwapeleka dhambi hizo bado alikuwa mwenye dhambi. Na ndiposa alikuwa anafungiliwa nyororo kwa mguu wake ili aingie kwa pahali patakatifu. Anapoanguka huko wanamvuta nje. Hawakuhitaji mtu ambaye hana dhambi aende mbele za Mungu kutubu. Kwa hivyo katika kila hali injili inafanya nini? Katika kila hali. Kwa hivyo msikae mkiona ni kama Ukristo hauna maana. Sababu wale watu ambao ni Wakristo hawaishi ambavyo inavyostahili. Hata kama hawaishi vile ambavyo inavyostahili, injili bado inaendelea. Kule pande
ya Uislamu, mahali ambapo hawataki neno la Ukristo, hata huko kuna YouTube. Amen. Kuna social media. Na wale ambao wanataka huenda wakalisoma. Hivyo ni nguvu ya neno. Na hiyo sio tu nguvu hiyo, hata unapoenda Mombasa na uone vile mto inavyotembea. Ni mto ama ni ziwa? Ni bahari. Ni bahari. Unapoona bahari ikitembea, hiyo bahari yenyewe ni neno. Amen. Wona mutaboroko wa mae iriaine. Hiyo tu kuona. Sababu ni vipi bahari inakuja inafika mahali inaanza kurudi. Nani anafanya ifanyike hivyo? Ni kwa nini Mount Kenya imekuwa pale kutoka nizaliwe na iko hapo na haijakuja kuhamia pande hii? Ni kwa nini wakati mwingine kunanyesha hapa na kunyeshi pale? Sababu nguvu ya neno iko kali hata wakati ambapo wenye kuhubiri sio watu wa maana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo anasema Paulo katika kifungu hiki kwamba katika kila hali, katika kila njia, kwamba ni wakati wa mateso ama ni wakati wa furaha, kama ni mhubiri ambaye ako na wivu ama mwenye nia njema, katika kila hali tunaposimama hapa, watu wataenda kutoka katika kanisa hili wakiwa na neno. Hebu nisikia amina. Because the word of God, kabla imrudie mwenye kuituma, lazima itimize kusudi yake. Kama vile mvua inavyonyesha, na ikinyesha nyasi inaanza kuamka, neno inasema kwamba yale makusudi ambao Mungu ako nayo kupitia neno lake, tunapokaa hapa kulisikiza, kuna mabadiliko. Na mimi mwenyewe ni mshuhuda wa mabadiliko ambao hutokana na neno lake. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ambalo Paulo anasema kwa kifungu hiki, licha ya msaada na bila msaada. Sababu yeye mwenyewe anasema, nikiwa nimefungwa, nimeona msaada wa Roho Mtakatifu wa kuja kunikomboa. Kuna wakati mwingine unapokuwa katika hali ya jela, unaona kama watu hawakukumbuki. Na juzi nimeenda kutembea jela, kutembelea mtu. Sitasema ni nani sababu ni mkubwa sana nchi hii. Nikamtembelea. Na nikawa namwambia, sasa jameni, si ulipe hiyo pesa utoke hapa. Akasema, wewe utidhia roho. Unajua mtu akiwa jela ye huwa na kusikia kwamba watu hawakuji kunitembelea, hawanioni. Na Paulo anasema hapa, hata katika jela Roho Mtakatifu wa Mungu ako na nguvu ya kunitoa hapa na kunikomboa. Can I hear an amen? Hiyo ni kwa usaidizi. Sababu kuna mahali kwingine wewe hauwezi fika, lakini neno kupitia Roho Mtakatifu inafikia watu. Inasemekana kwamba Paulo aliandika barua zake nyingi akiwa jela kulipo alikokuwa katika nchi hii akitembea. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alimsaidia. Kwa hivyo kama uko hapa na unaona ni kama mahali ambapo uko ni kama jela, ni kama umefungwa. Hata wakati huu tunapojiangalia watu wa nchi hii yetu, tunaona ni kama tumefungwa pahali, tumekuwa boxed. Ni kama hii nchi iko katika mikono mwa watu ambao hawana haja. Ni kama kwa jirani. Unajua kwa jirani? Unajua kwa jirani? Kwa jirani ni Tanzania. Ukisikia kwa jirani ujue ni kwa wapi? Kwa Tanzania. Na hata kwa jirani wanafikiria ni kama watu waliowekwa, sababu tamaduni zao zinasema kwamba mfalme wa Tanzania lazima atoke Tanganyika, naye mdogo wake atoke wapi? Zanzibari. Hiyo ni Kiswahili Atoka wapi? Sasa ni kama sasa wote wametoka wapi? Kwa hivyo wanaona ni kama wamefungwa. Lakini hata katika hali hiyo ukaa kama umefungwa, Mungu ako na nguvu kupitia neno lake kukukomboa wewe. Kuna wengine wako kwa ndoa inakaa ni kama ulijifunga. Unajua habari ya kina mama, Bwana asifiwe. Unajua kuna mama wengine wanasema, mimi naishi tu kwa hii ndoa sababu ya hawa watoto. Hawa. Ndoa yake iko ndio Asia anaishi. Iko na wako. Huyo ni mtu ambaye ameolewa lakini yako katika nini? Gereza. Ako kwa jela. Hata katika hiyo jela ya umefungwa ya hiyo ndoa yako, neno la Mungu linaweza kuja likabadilisha huyo mwanamume. Hebu nisikie amen. Likabadilisha huyo mwanamke. Likabadilisha hata hawa watoto
ambao unawaangalia unashindwa sasa hawa watoto ni wa wapi. Na katika tradition yetu wakati wa zamani kulikuwa na watoto wengine ambao walikuwa wanaonekana kama sio wa hapa. Si mnajua hiyo story? Wako unashindwa ni watoto wangu ama ni watoto wako Ithia. Unajua wale wameshika hiyo. Sababu ukiona vile wanaongea, vile wanafanya, vile ni watukutu, hawakai kama wametoka kwa hii mwili wako. Hata katika hiyo hali ya mateka, neno la Mungu na injili yake inaendelea. Na itafikia hawa watoto maisha yao itabadilishwa. Haleluya. Paulo anasema jambo la 4, kwa injili haijalishi hali yetu ya maisha. Na hii ni kitu ambacho mimi mwenyewe sikielewi hata kama nawahubiria. Sababu anasema Ashas, si hawa kwa hapa wasonge hivi badala ya hii tusikie neno injili iendelee bila kuchanganywa. Haya, kama uko hapo na kuna kiti huku ndani, songa tu hivi. Songa hivi. Kama kuna kiti ili wale Ashas, hawa wengine ambao wanachelewa waende juu sasa. Amen. Kuna viti kule, wasitusumbue. Walichelewa kuja kanisa mapema, waende kule juu. Kwa hivyo Ashas, sio biguni, waende kule. Kuna nafasi nyingi kule juu. Na kule ndio kuna kuwa comfortable. Amen. Sababu kiti ya huko ni ya kuinuka na kuteremka. Paulo anasema injili ya Mungu huhubiriwa hata bila kujali hali ya maisha. Semeni hali ya maisha. Paulo anasema mimi ninapoishi ni Kristo. Imagine. Ninapoishi ni matunda. Hivyo ni kusema akiwa hai ni Kristo anafanya kazi ndani yake, na akiwa hai kuna matunda anamzalia Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo anatamani sana katika mwili wake kumtukuza Mungu sababu ya maisha, hali ya maisha haya. Hivyo ni kusema kwamba yeye anapoendelea kuhubiri akiwa hai, kuna vitu ambavyo vinakuja kwa watu kupitia kwa neno ambao anaolihubiri akiwa hai. Na anasema anatamani aondoke awe na Kristo. Imagine. He is a very good man. Sio kama mimi nataka kukaa hapa. Amen. Yeye anataka nini? Kuhama aende kuishi na Kristo. Lakini anasema nikiwa na nyinyi ni furaha katika maisha yangu, na mimi ni furaha yenu kuwa nanyi. Lakini sikia pia namba ya 2 anasema hata kama nimekufa. Kana hii amen. Ni faida. Na mimi najiuliza ni faida gani mhubiri yako nayo akiwa amekufa? Ni faida gani? Na wacha niwatajie kitu kidogo ambao nimeona juzi. Wakati Raila alikufa, hakuwa na wageni wengi. Alikuwa hai. Hakuwa na wageni wengi kama alipokufa. Halo? Kila siku wanapata wageni 2000 every day. Na amefanya nini? Na huyo ni mwanadamu, sio injili. Bwana asifiwe sana. Hivyo ni kusema sio lazima mtu aishi ili ahubiri neno. Hata kama umekufa, ile injili ambayo umehubiri inafuatilia watu. Kana hii amen. Mimi mwenyewe hapa, hata kama mama yangu walikufa, hata wale waliokuwa mbele, yale maneno waliosema kuhusu maisha ya Ukristo ndani yetu, hata leo inabubujika katika maisha yangu. Amen. Kwa hivyo kufa sio kwamba injili inakufa. Kana hii amen. Hata wanafunzi wa Yesu Kristo hakuna ambaye anaishi. Na siku ya leo tumesoma neno la Waibrania liliandikwa na mtu ambaye amekufa. Mwambie mwenzako Paulo amekufa. Lakini hata kama amekufa, si ananena. Hivyo ni kusema usione kama kufa ni kuisha. Kana hii amen. Hata kama umeondoka katika dunia hii, yale mambo ambao ulioyatenda, ulioyafanya yanakuwa ni injili kwa ambao wanabaki. Siku ya leo si tuna Kibaki, si alikufa. Hii barabara iko hapa ilikufa. Na unapoenda pale unakumbuka nani? Exactly. Unapoenda Dogo Kundu, mnajua Dogo Kundu, kule Mombasa, unakumbuka Uhuru Kenyatta. Si ndio? Hata kama ako hai bado. Amen. Lakini unakumbuka. Hayuko kwa uongozi, lakini yale matendo ambayo alifanya. Unapoona the SG, unakumbuka nani? Uhuru
Tunaomba hata hawa wengine ambao wako tuwakumbuke na kitu baada ya 2027. Maybe ni hizi nyumba. Zinaitwa nini hizi nyumba? Hizi nyumba ambazo tumelipia. Tumelipia na damu. Tunaomba kwamba wakati after 2027 tukiona hizi nyumba pale Keno na hapa Ruido, tunakumbuka nani? Tunakumbuka Ruto. Amen. Semeni Ruto. Na hayo ni mambo ya dunia hii. How much more kwa neno la Mungu. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo usijali wale watu wako hapa na uko na watoto, usiogope kuambia neno la Mungu. Ile neno ambao unawapatia la mawaidha, hata ukiondoka dunia hii watakuwa wakisema wakati mama alikuwa hai alisema hivi. Bwana asiwe sana. Wakati baba yetu alikuwa hai kuna mambo ambao hakuwa anataka. Unaona msichana ambaye ni teenager anaenda nyumbani saa sinasara. Inaitwa thinashara. Hiyo, thenashara. Inaitwa thenashara. Thenashara ni 6. Amen. Anaenda nyumbani thenashara sababu mama yake alimwambia lazima uingie nyumba pamoja na kuku. Amen. Anafuata hiyo. So brethren, injili inaendelea hata kama tumefanya nini? Nisaidie. Hata kama tumefanya nini? Tumekufa. Na 5 anasema Paulo kuhusu injili, anasema chochote kinifanikiacho mimi ni lazima mwili wangu na maisha yangu isimamie Kristo. Hivyo ni kusema katika hali ya unyofu, katika hali ya shida, katika hali ya wema, lazima katika mwili wangu uwe ni injili. Can I hear an amen? Mimi niwe ni barua inayosomeka na watu. Ninapopita hapa kama mchungaji wenyu, mnaona Yesu ama mnaona kimtu? Hiyo ndio tu kitu ya maana sana. Unaona kimtu kama yale mambo naishi haina injili ya Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo wengine wetu hautapata nafasi ya kuhubiri kama vile nimesimama hapa, lakini mahali ambapo tunafanya kazi watu wanaweza okolewa kwa maisha yako. Amen. Unapoongoza idara moja katika serikali, unapoongoza institution moja na inakuwa a corruption free zone, watu wanajua na Yesu kupitia kwa hiyo injili. Can I hear an amen? Kwa sababu hata kama watu ni wakorofi, wanapenda watu wale ambao ni wanyoofu. Hamjasikia hiyo? Tunafikiria sisi kwamba dunia hii inataka watu wachafu. Kwa hivyo watu wanakuwa wachafu kwa sababu dunia ni nini? Lakini dunia inapenda wale watu wasafi. Hata mimi ninapofanya kitu kichafu, watu wanasema, si huyo mtu ni mchungaji, kwa nini anafanya hivyo? Hiyo mtu si ni baba, kwa nini anafanya? Hiyo mtu ako na familia, sio mtu ni kiongozi. Kuna expectation ya maisha yangu vile ambavyo navaa kuishi ambao inakuwa injili kwa wale watu ambao wanitazama. And let me tell you, katika maisha yako kuna watu wanaitwa secret admirers. Hebu mwambie muangalie mwenzako umsmailie. Secret admirers. Kuna watu ambao hawatakwambia jambo lakini wanakufuata. Hao watu wanataka kuona injili. Amen. Kwa hiyo Paulo anasema lazima nisimame imara katika injili ya Yesu Kristo. Watu wanaponiona mimi wanafuata hiyo injili. Amen. Kwamba ukiwa mwanaume unaweza pewa wasichana wa teens upeleke nyumbani na ufikishe. Unaweza pewa pesa kwa district ulete kwa RMC na ufanye nini? Unajua kuna watu wanapewa pesa kwanza anajikopeshea kidogo. Alafu ikifika wakati ukimrudisha kaka, "Isho ni ndio murajetia riu." Bia isio, ndure he akirishito ndure nduigirira haha. Na ndio mimi napenda wanaume. Unajua wanaume hawaachiagi Mungu. Unajua wanawake wanasema kesho tigire Ngai uhoro ucio. Mama ga utigira Ngai girira bia cito haha. Kwa hivyo ukiiba ya wanaume utali. Ya wanawake chama unaweza iba na utoroke, wanakuachia nani? Na wanakuombea ili ukandamishwe. Lakini najua Mungu ni mpole. Mungu hana hasira ya haraka, anakaa sana bila kukusukuma. Lakini wanao wakwambia wekelea pesa wapi? Tulikupatia pesa ya district tukakula. Wekelea hapa.
Na najua kwamba mtu huaminiwa kwa sababu ya yale maisha ambayo anaishi. Kuna mtu ukimwambia tukutane kesho saa 3, anakuwa wapi? Kuna mwingine anakuja saa 5 anasema kamuralile huko. Sasa hata hana apology. Sasa huyo mtu hahubiri kwa kuweka masaa. Sababu hata kuweka masaa ni inji. Mimi nilifunzwa kwamba unapoweka masaa ya watu unawaheshimu. Amen. Usipoweka masaa ya watu haufanyi nini? Hauwaheshimu, hauna haja na wao. Na hiyo ni injili. Amen. Nimalizie na kusema hivi. Sisi wote tulioko hapa, hakuna mtu ana kisingizio chochote ya kukosa kuhubiri injili. No one has an excuse. Hakuna mtu yeyote. Kama umesota, unaweza hubiri. Kama ni tajiri, unaweza hubiri. Unajua watu wengine wakitajirika ni kama wanaendelea kupotelea nani? Mungu. Na ukija sukari ya ukuwa na kitu. Sasa pesa imeanza kuingia, unasema, ishi bia niko lione mutumio mwetu. Unaendelea kupotea. Hata kama uko na pesa nyingi, lazima injili fanya nini? Iendelee katika maisha yako. Kwa nini? Sababu katika kila hali kwa Biblia waliohubiri walipitia hali zote za maisha. So hakuna mtu anasema mimi napenda Yesu kwa sababu ya hali ambayo amenitendea. Hata kama hajatenda, bado utampenda Yesu. Sikiza neno katika kitabu cha Waibrania 4:12. Inasema, kwa maana neno la Mungu liko hai, nalo ni lenye nguvu, lina makali kuliko upanga wowote mwenye makali pande zote mbili. Huchoma na kufikia kugawanya nafsi na roho, viungo kutoka kwa urorojo. Urojorojo ni maru. Viungo kutoka kwa urojorojo, nalo linaweza kutambua fikra na makusudio ya moyo. Hivyo ni kusema neno ambalo unanena la Mungu liko uhai na liko na nguvu. Linene. Amen. Fanya nini? Linene. Unaponena ni kazi ya Mungu kulitimiza. Sermon finished. Amen. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, ulimtuma mwana wako Yesu Kristo, yeye mwenyewe akawa neno. Neno hilo tukaachiwa tuwe wahubiri walo katika maisha yetu yote. Mahali ambako tumeenda chini kulihubiri neno, tusaidie kuliendeleza. Baba, tunaombea parokia hii yetu tunapoenda kuhubiri kila mahali katika nchi hii yetu. Utupatie nguvu mpya ya kuhubiri. Tupatie nguvu katika boma zetu, katika familia zetu, katika makazi yetu, kuendeleza injili yako, mambo yetu ya imani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Nataka tumkaribishe fraternity ili watu karibishe katika retirement. Tuliamua kama session kwamba tutakuwa wakati tuko na mambo mengi kama haya leo, tunaanza na neno. Sababu tumeamua neno ikija mwisho watu wanalala. Amen. Lakini tukiwa tunasema mambo mengine hapa hamwezi lala, mnakuanga macho. Kwa hivyo tukaamua baada ya kusha tukemea shetani wa usigizi katika jina, hapana, ni kufanya mahubiri mape. Amen. Fraternity mko wapi? Njooni tumtukuze Mungu. Fraternity ni wazee wa kanisa na wale wanaishi na wao. Kama ni mke, kama ni mume.